kwa msiba. Asante. Tunapenda kusikia neno lako. Asante. Pole hii ni ya watu wote wa tasnia, lakini Sebo alikuwa ni kiungo kama alivyoelezewa na baba mchungaji pale, alikuwa ni kiungo mmoja muhimu sana. Kwanza Sebo ameanza kuwa kama fani wake, ni mtu ambaye wakati anafanya kazi kule ITV East Africa, mimi nilikuwa ni shabiki wake sana. Nilikuwa napenda namna ambavyo anaweza akakubana kwenye kona katika maswali na jinsi anavyoweza kufanya interview. Lakini tulipokuwa tukaingia kwenye hizi biashara, unamwona Sebo alitaka kuvunja makundi yote ya media. Kama unakumbuka historia ya media ilikuwa ina makundi, yani fulani alikuwa ni fulani, wakule alikuwa ni wakule, ilikuwa kama vita. Kama umesikia kitu kinaitwa pale RG, nafikiri ni kifupi cha Rose Garden. Kwa hiyo walikuwa na center, watu wote wa media wanakutana pamoja, wanajadiliana kama mambo ya mpira. Wachezaji wanakuwa na upinzani wakiwa ndani ya uwanja, lakini nje ya uwanja wanakuwa ni marafiki. Lakini Sebo ni mtu ambaye alikuwa hataki kumuona mtu anakwama kwa namna yoyote. Kama kuna kitu ambacho nguvu yake itahitajika wewe ku move on, alikuwa anaweza kusaidia, na mimi ndio maana nikasema hapana. Alikuwa ni mtu muhimu, ana mchango mkubwa sana katika mafanikio na safari yangu ya maisha, na mimi nije kutoa heshima zangu za mwisho kumuaga, kwa sababu mengi makubwa yameshazungumziwa kuhusu Sebo. Kwa hiyo cha kujifunza hapa ni kwamba yale tunaishi kwa muda tu, kila mtu ataondoka. Kwa hiyo nafasi uliokuwa nayo utaacha kitu gani kama kumbukumbu? Wale ambao unawaacha watakuzungumziaje? Leo Sebo kila mtu anayetoka hapa anamzungumzia vizuri. Kuna watu wanavimba, usivimbe. Mwisho wa siku utaondoka tu. Hakuna namna. Sebo kaondoka, kaacha kila kitu hapa duniani. Nimesikia MC ndani anakutambua wewe kama rafiki wa Sebo kweli kweli. Anasema pole sana, urafiki wenu na utambua kweli kweli. Kitu kikubwa ambacho unakikumbuka enzi za urafiki wenu, kwanza kilichowasogeza karibu hasa ni kipi? Sebo ni mmoja kati ya watu ambaye amenifanya mimi nimebakia kwenye line ya poet. Unajua kuna wakati game unahisi labda na mimi nikaanze kuimba. Labda na mimi nikafanya hivi. Labda na mimi nikafanya hivi, kuna hela. Labda mimi nikafanya hivi. Anakuambia no. Shikilia sana kile ambacho unafikiri kimekutambulisha. Kile kitu ambacho kimekuonekeshikia. Kuna wakati unajua sanaa hizi watu wengi wanaingia kwenye uraibu kwa sababu ya kuchanganyikiwa. Unataka ufanye hiki, unaona akiendi vizuri, unataka kuingia huko labda kuna hela, akwende vizuri. Kwa hiyo ukikaa naye anakuambia no. That is your talent, that is your position, please stick on your position. Kwa hiyo mimi Sebo alikuwa mtu wangu, alikuwa mshauri mzuri sana kwenye mambo yangu ya kazi. Kaka Mlisho, wewe ni mmoja kati ya watu ambao una sikio la kusikia, lakini pia ni mtu ambaye una IQ kubwa sana. Unafahamu vipindi vingi vikiwa vinaendelea hapa nchini Tanzania. Sebo alikuwa akihudumu kwenye kipindi cha Funky Friday Night Live, akaondoka akaenda Magic FM, baadaye EFM, ambapo ni waanzilishi na wameifanya kuwepo hapo pakubwa. Unadhani sisi ambao tunachipukia kwenye tasnia ya habari tuchukue nini kutoka kwa marehemu Sebo ambacho tulikuwa tuishi nacho ili kuendelea kuiheshimisha tasnia ya habari? Focus. Hamna kingine zaidi ya focus. Focus na kuamini kwamba kitu chako ulichokuwa nacho ni unique, wewe ni wa pekee, basi hakuna kitu kingine. Tunaondoka na neno gani kutokana na kifo hiki cha ghafla na kimewastua wengi kwa sababu hawakusikia kwamba Sebo anaumwa, na wengine wanasema mchana alikuwa kwenye vikao, jioni akaenda kwenye timu kuwasalimia marafiki zake, baadaye nyumbani na umauti ukamfikia. Mtumishi amemaliza kila kitu, hakuna kifo cha ghafla, kila kitu ni mipango ya Mungu. Wakati wake umefika, kaenda, tumwache akapumzike. Pole sana. Nakushukuru sana. Asante sana.